Haleluya. Amen. Wangapi wanamfurahia Bwana Yesu? Shangilia ukiona Haleluya, haleluya. Haleluya. Ilikuwa siku ya kwanza mpaka tukafika siku ya 8. Haleluya. Kama jana vile. Lakini ndio tumeisha hizo. Wangapi wamepata kitu cha kuwasaidia? Amen. Kafanyia kazi. Amen. Kafanyia kazi. Mimi sina cha kukwambia zaidi ya kukwambia kafanyie. Yaani usiandike notes kwa utunza. Rudia tena na tena. Jana nilikwambia kadri unaposoma na kurudia na kurudia ndivyo unapojenga kitu kipya ndani. Ndivyo unapopata maarifa, ndivyo unapopata mafunuo. Ndivyo Mungu anajaribu kufunulia zaidi hata ya kile ambacho unasikia hapa. Amen. Nikasema hata unaposoma Biblia usisome kama unamsomea jirani, isomee Mungu. Watu tunachoka kwenye kuomba, tuna dakika mingi maombi yashakata. Kwa nini? Biblia tunasomeana majirani. Hatujawahi kusoma Biblia kama tulisomea sisi. Tunaposoma Biblia ni kama nimejisomea, lazima pia anachokisoma tutekeleze nini maombi ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Namshukuru Mungu sana. Yaani kitendo cha kuita semina ni jambo moja, lakini kuhudhuria watu ni jambo lingine. Nimekuja kusema kwa sina maana ya kuofa. Lakini ile kwamba mmeitika, Mungu akawatendee mema. Mungu akawatendee mema. Haleluya. Amen. Wengine mmekuja mpaka mvua zinanyesha lakini mmekuja. Mungu asiwapungukie. Amina. Mungu asiwapungukie. Wale marafiki zangu wa Mwenegori, Mungu awatendee mema, wakumbuke mno. Asiwasahau. Acha tulisongeze tena kuanzia kesho mpaka Ijumaa. Mungu ni mwaminifu atafanya. Amen. Haleluya. 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 Tumeshughulika na vifungo vya rohoni. Yaani mimi ni kama vile nilikuwa nakufunulia tu sisi. Ili upate vitu vya kusaidia. Na tukisema tubaki kwenye vifungo vya rohoni hata mwezi unaisha baada ya kumaliza. Kwa sababu hapo tu tumefunua siri. Hatujaenda kwenye tufanye nini, tutokeje, tuendeje. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Vifungo nimewambia hivi vya rohoni, hauwezi kuniona nikiwa nimefungwa kama ni ukiniona niko sawa tu. Lakini rohoni mikono inaweza kawa imefungwa. Kinachokuja kuashiria kwamba nimefungwa ni yale matokeo ya mwilini sasa. Lakini kamba zenyewe au pingu hazionekani kwa mwili, ziko rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunasema vifungo vya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni wangapi wanaombea kila wanachokiona? Wangapi wanakula vitumbua vya Mama Juma? Anakula vitumbua tokile kuongea. Sio kitumbua. Kitumbua ni kitumbua tunatengeneza na mafuta na mchele na nini. Ishu penda Mungu wa kitu gani? Na nimezungumzia habari za vitu vinavyouzwa mashuleni. Watu wanazungumza vibaya. Najua watu ambao na najua kabisa na kama uko hapo utakuwa shahidi. Kama umeokoka kweli, huwezi kupata fursa ya rahisi kufanya kazi shuleni. Yaani kama umeokoka kweli, hata kama una kitu unatumia hapo na kutoa. Yaani tu ile kuomba jamani, mimi naomba niwe naweka mioyo yangu hapo. Kuipata hapo sio rahisi. Sio rahisi. Nienda Pwani. Eneo moja linaitwa Mafisi. Mafisi. Kuna shule moja. Wanafunzi kifika ule muda wa muziki. Wanazimia. Naweza kuzimia mtoto kama nani kwa wakati. Lakini hawa wanaozimia
Kuna mti mkubwa ndio wako wanaouza mihogo pale. Kuna mama mmoja yeye anaweza kaleta viroba vya mihogo hata 5 mpaka auze lishe mbele zake wauze. Kwa hiyo wengine washazoea wanaenda pale kwa kuchelewa. Kwamba ngoja tumpishe mwana nani auze. Yeye akimaliza na sisi tuuze. Wale watoto wakisha kula tu ile mihogo wanazima. Kuja kugundua kwamba ni lango la kuzima kuingiza watoto wetu kuzima. Unamuona kazimia kumbe kashaenda kufanya utalii wa ndani kule kuzima. Kizinduka kaburi kaingia darasani. Kuja tayari huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nataka niende kama yale magari yanaitwa yale makubwa yale ambayo yanatengenezewa barabara. Roziani. Yanaitwa natamani niende hivyo. Ili kile ambacho natamani nikiseme leo nisibakisha sisi sana na tena mazingira. Tumesema adui anaweza kutufunga kwa njia 3 ambazo nimeweza kuzungumza. Sio kwamba ndio mwisho. Zipo nyingi, ila sisi tumepata nafasi ya kuziangalia ngapi? Nimezitaja 3. Tumeangalia ardhi au eneo mnaishi. Naweza kwa sababu ya nini kufungwa au kutokufungwa. Jambo la pili tumesema nini? Yaani hakuna kitu tunachokifanya nje ya ardhi. Chochote tutakachokifanya ni ardhi. Hata hili kanisa limejengwa kwa nini? Hakuna asiyekula. Nasema weka funga mbele zako kama kutoka hapo utajua tu. Na dhambi ilianzia kwenye kula na jaribu la kwanza pia la Yesu ilianzia kwenye chakula. Bali kama wewe mwana wa kubadilisha mawe yawe. Kwa hiyo ni njia ambayo kuzimu inatumia sana. Sasa nataka tuangalie kwa dakika hizi chache. Natamani tupate muda mzuri wa kuomba, sio kuombea, kuomba. Tulisoma kwenye kitabu cha Zakaria 1:18-21. Akasema akanionyesha watu wanne. Kauliza wao nini? Akasema hao ni wafua vyuma. Kwa hiyo natamani kuwa na wafua vyuma, sio waota moto. Wafua vyuma, yani wanaoenda kuzifukuza zile pembe zinazojiinua kutuzuia tusitoke tusifanikiwe. Sasa hivi nataka tuangalie kitu kingine ni kipi? Maisha sawa. Mavazi yao yani nguo au zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguo inaweza kubeba roho. Nguo inaweza kusemeshwa na kusikia. Nguo. Mfano, nikitaka usalama wangu, nataka nikupe gauni niliyokuwa. Lazima niombe nitenge roho yangu na wewe. Nikupe gauni usiondoke na roho yangu. Kuna watu walikuwa sio wazinzi wakapewa nguo wakaanza uzinzi kwa sababu ndio walienda na uzinzi au walitarajia uzinzi. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua kwa kusoma kitabu cha Mathayo ile sura 9. Kumbuka unaweza kupewa nguo kumbe umepewa sana. Ukuzikia. Unaweza kupewa nguo ukapewa ugonjwa fulani wakati watakapokuwa kuzungumza. Mathayo sura ya 9 mstari wa 20-22. Neno la Mungu linasema, na tazama mwanamke aliyekuwa ana ugonjwa wa kutoka na damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akagusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa hiyo. Alimwekea mkono, alimwombea. Kilichomponya nini? Kazi ya Yesu. Na kwenye askini Luka
mpaka Yesu aligundua kwamba kuna nguvu ilitoka ndani yake kupitia tu alipoguswa vazi. Ndio maana unaweza ukasikia watu wanaenda na vitambaa vinaopewa na kupelekea wagonjwa. Kwa nini? Sio unajua kuna nguo nao kitambaa inaweza ikabeba roho au kikabeba nguvu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kitabu cha Wafalme wa Pili. Nataka hapo nipite haraka tu, yani kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2. Mstari wa 7. Anasema sura ya 2 kuanzia mstari wa 7 anasema, basi watu 50 wale wana wa nabii wakaenda wakasimama wakakabili kwa mbali, na hao wawili wakasimama karibu na Yordani. Elia akatoa vazi lake la juu akalikunga, akapiga maji yakagawanyika huko na huko, na hao wawili wakavuka pakavu. Kilichogawanya maji nini? Hata ikawa alipokwisha kuvuka, Elia akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha akasema, naomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Anayeomba ni nini? Anaomba roho, sehemu ya roho ya Elia. Sasa tuone hiyo sehemu ya roho ya Elia ilikuwa imefungamanishwa kwenye kitu gani? Akasema mstari wa 10, akasema, umeomba neno gumu, lakini ukiniona nitakapoondolewa kwako utapata, la ukuniona utopata. Ikawa alipokuwa akiendelea mbele kuongea, tazama, ukatokea gari la moto na farasi wa moto likawatenga wale wawili, naye Elia akapanda mbinguni kwa upepo wa kisulisuli. Naye Elisha akaona, akalia, baba yangu, gari la Israeli la wapanda farasi wake, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi, asimuone tena kabisa. Akashika mavazi yake mwenyewe, akayararua vipande viwili. Mstari wa 13. Kisha akatoka, akaliokota lile vazi la Elia lililomwangukia, akarudi akasimama ukingo wa Yordani, akatoa lile vazi la Elia lililomwangukia, akayapiga yale maji, akasema, yu wapi Bwana wa Mungu wa Elia? Naye alipoyapiga maji yakagawanyika huko na huko, Elisha akavuka. Aliomba sehemu ya roho ya Elia. Huyu amemwambia, unaomba kitu kigumu, lakini ukiniona wakati naondoka utapata. Ina maana alikuwa anajua huko nitakapokwenda atuachane na hizi nguvu, kwa sababu utaiona nguo yangu nichukue. Ile nguo aliyomdondokea akaichukua, akakumbuka wakati tukija hivi, huyu baba yangu alitumia tu vazi lake akapiga maji yakagawanyika. Sasa na mimi kwa sababu sina tena baba yangu, sina kingine ile na vazi lake, akasemesha tena ile maji akapiga, akasema, yuko wapi Mungu wa baba yangu ile? Maji yakagawanyika, akavuka. Nguvu ilikuwa kwenye mimi. Sasa kama inaweza kawepo nguvu ya Mungu kwenye vazi, hivyo inaweza kawepo nguvu ya adui kwenye vazi. Bwana sema, unaweza ukapewa nguo kule, umepewa sanda ya kupumzika. Mfano, nitolee mfano, sisi wapenda zawadi, masekeleto tuko. Na ni watu wenye masekeleto wao mjini. Sio dhambi, hata mimi naye. Sio dhambi. Naona watu fulani wanatazamana. Sio dhambi. Nawezekana uliye kanaye ndio sekeleto wako. Usinigombanishe na watu wa Mungu na mbele tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Nitolee tu mfano halisi na ambao haukuwa mbali sana. Unajua
Ninapozungumzia habari ya kutokula popote na kutokula chochote, ina maana unaweza ukawa una vita kama nilionayo, unaweza ukawa una vita kama ya mtu mwingine alionayo, kwa sababu unatafuta kwa kila sampuli. Naweza nikanusurika mimi wakamwambia mtoto wangu wakimshinda wanaenda kwa mume wangu. Wewe unaishi maisha ya dini ya kigwalide, yaani ya kijeshi. Siku moja tunatoka kwenye ibada usharika fulani Mwanamgoro. Hizo wakati tunafunga ibada nikaa nahisi kama jeshi liko tuli na weweseka. Nasielewi naingia tu kwenye gari. Nafumba macho. Nalipewa picha. Mbona mwisho stia tena jamani? Mwombaji mwenzangu, nikali. Nilishikwa na nguvu za kuomba kutoka kwenye hilo kanisa mpaka getini. Yaani nilishikuja kushtuka tu ndio anapiga wanipe kumbe tumefika nyumbani. Onyo tu nililopewa ni kwamba usipokee simu ya mtu yoyote. Siku nzima na simu zilipigwa siku kama ugomvi. Lakini sikupokea simu ya mtu yoyote. Nilikuwa na mhudumu wa asubuhi sana jioni na usiku. Sasa wakati tumetoka kwenye ibada ya jioni huko nilipokuwa na huduma, sitaki kutaja mahali ili mtu asije akajishtukia. Namuuliza Mungu, kwa nini? Yaani kwa nini? Kwa nini hiki kitu kilitokea hivi? Kwa nini onyo nisipokee simu? Adui alitafuta namna ya kunikamata akashindwa. Akamtumia rafiki awe na wazo. Yaani adui rafiki hana shida yote na mimi, lakini akawa na wazo la kunipa zawadi. Sasa na hiyo zawadi ataelekezwa sehemu fulani, akwenda kununua, ndio tayari wameshatangulia. Kwa rafiki hana shida na akawa anaanza kununulia kiatu. Kwa hiyo simu anayopiga amesahau saizi ya kiatu. Na aliniona jioni, upokei simu, yaani nilikuwa dukani kulikuwa na viatu. Nilipoviona nikasema yaani mtumishi akipiga hiki hatari na nusu. Aya. Ana shida. Yaani ana shida kabisa. Ila ameletewa wazo. Yaani ili wazo lililokuja sio, yaani sio la kawaida. Yaani unaweza kuna mahali unaweza kusikia yaani unatembea nilikuwa nimekula embe, yaani unasikia tu kimwemwe cha embe. Embe yaani akili nawaza embe au nanasi, yaani mpaka ukiwaza unasikia mpaka na matemate kidogo nini. Ukisikia kimwemwe hicho kikemene kabisa chini. Na tu wakati ukiwa kwenye kimwemwe utaona unaweza kusimamisha mpaka na gari ukashuka ukaenda kununua hiyo nanasi. Ushakonektiwa hapo tayari, ushatumiwa. Sasa cha kushangaza nikamwambia, "Usipo na wazo mnunulie kwa." Nipe raha. Nitanunua mwenyewe. Nitanunua mwenyewe. Nipo tena hiyo wazo. Sishaondoka kule dukani tena kulikokuwa na bili. Mwe wajanja watu. Mwe rafiki yako hana shida, lakini wazo limeletwa sio la kwake. Kama ambavyo ninaweza kukuuliza yale mapenzi aliyokuwa nayo Samsoni kwa Delila yalikuwa ni ya kwake au yalikuwa ni ya nani? Mpaka anawaambia wazazi wake, yaani mimi huyu nimemuona ananipendeza sana, yaani huyu. Wazazi wanaambia iwezekani. Yaani kule kwetu hujaona wanawake tunakuja kwa wasiotahiriwa, anasema yaani huyu. Sasa sikiliza. Kama Mungu anaweza akajifanyia kitu kwa makusudi yake, hiyo kana shetani. Yale mwemko wa Samsoni wa kumpenda Delila ulikuwa ni mwemko wa Mungu. Sio kwamba Samsoni tumeanza na kupenda Delila kawaida, asingempenda. Kisheria asingempenda, kitaratibu asingempenda, lakini kwa sababu Mungu alitaka kujilipizia kisasi kwa Wafilisti, akamnyunyizia hiyo roho ya kupenda. Yaani akawa anamtetea
udikteta wa kumpenda yule dada. Lengo akajilipizia kisasi nani? Kwa hiyo na wewe unaweza ukaletewa wazo kama mnunulie mtumishi gauni. Napendaka magauni marefu tena. Haleluya. Sasa umeliona lile gauni yani hilo ndio kununulia. Kumbe kuna namna. Tunaletewa zawadi kwenye maharusi. Unakimbia spidi elfu kufungua zawadi ulizoletewa. Hata wazo la kuomba wewe. Ni nini kimenenwa kwa hizo zawadi? Ni nini kimenenwa kwa hizo zawadi? Na dada yangu mkubwa wa kwanza. Na tu kipindi hicho nilikuwa bado tu mdogo lakini sielewi yani mambo yalikuwa yanajiteka tu yenyewe. Nashangaa mtu anatokea akapata mchumba Japani wakaja kufanyia sanda ufuti hii. Zawadi zinaletwa vitenge vipya lakini bila vinasia nguo. Vinasia nguo na vile. Na vile vinasia nguo. Sio vinasia nguo sio shona nguo. Vile ukifika vinashika kwa nguo hivi. Vitenge vipya vilikuwa vinauzwa vikatoka wapi na hapo wapi. Ina maana kuna kilichozungumzwa hapo, si ndio? Kuna kilicho vyombo vyote vilivyoletwa vya udongo vilipasuka vyote. Vyote. Okay, kaja kwangu. Sema sasa mimi wakati nakuja kuolewa tayari na moto kashaanza kuchochewa kulingana. Kwa hiyo kama nimewaita marafiki zangu. Rafiki yangu mmoja yuko Njombe. Siku 7 maombi ya kuombea ukumbi. Mtu alikuwa anatoka huko, sina kadi yako jamani mbele mwalimu. Kifika tu uwanjani anaacha na kadi chini mimi. Anarudi. Nadia ndio watu namkumbuka na ni ndugu. Alituletea mapambo ile seti kubwa ndogo ile. Kabisa na kalebo kama kabisa kama ni masiti sio ni gani hii. Lakini yana makorokocho ya kutosha. Shuka limekata ni jipya lakini limekatwa katikati. Ni shuka hilo. Ulize swali, zawadi hizo pewa ndio ziombe. Unafurahia zawadi. Ni kwangu ilikuwa marufuku. Ukija kunisalimia nitakusikia kuja unaniona nataka nikupatia nini? Noni yake nitakumbatiwa na baba wangu usiku. Hakuna habari za kukumbatiana. Hivi napenda kukumbatia. Kuna walio kukumbatiwa wakaondoka na vizazi vyao. Kuna dada mmoja alikuwa anafunga ndoa. Sio wakimalizana kutufungisha ndoa tunapanda pale kwa sababu tunasimama tunaonyesha geti. Vigelegele vinapigwa na nini? Hivi kwa nini nataka kuangalia shangazi? Kama mbele. Akaja mzee kumfunika. Alipofunika akaondoka na kizazi. Ndoa ni kutafuta kizazi na wewe kizazi na wewe. Kumbe ile vazi aliyofunika akaondoka na kizazi. Mapendo yanakuja kulipuka. Mtu yuko Dar es Salaam. Kizazi kiko mikubi kwenye mti. Chanzo chake ni kile kitendo kilichofungwa baada ya kupiga vigelegele. Kwa hiyo, wakati mwingine tunapofungua zile zawadi, nikumbuke kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Na hata kashida kingine tunako sisi wa mama. Nianzia mtandio wako nijifunge. Sijui nipe kitenge chako sio nifanye nini. Unajifunika nini? Kibebeka roho gani? Nachukua koti ya mtu unavaa. Sweta ya mtu unavaa. Watu wa Mungu hakuna kitu mimi napambana nacho. Hasa kwa watoto. Usikubali mtoto wako avae sweta ya mtoto mwingine shuleni. Usikubali hata nafasi ya mtoto wako kwa mwingine huko.
kuokoa kwenye imani. Yaani iwe ni amri, kama ni kuchapa mchapo kabisa elewe. Vivyo hivyo usimpe mtoto wako ruhusa ya kutoa daftari lake likaenda kwa mtoto mwingine likalala huko. Au azime chochote. Kwani nini? Penseli luna nini? Si mtoto zipo, mtafa wanunulie kwenye kubadilishana. Anamchukua, niazime daftari lako kujana sijaandika. Sasa mwazima daftari, amechukua akili zake. Okay, nimewambia mimi natoka shule za kwangu. Nilimaliza darasa la 7 kijijini. Akaja mama mmoja, ni Mkristo tena alikuwa kutoka kwa dunia. Ana kitabu cha za kwetu za Kibuga. Anatoka kwa dunia. Ongera, nimemaliza darasa la 7. Akafungua kile kitabu, akatoa noti ya shilingi 500 akanipa. Napokea 500, napokea kifo. Napokea 500, napokea kufungwa maisha yote. Sasa ile 500 nimechukua, nimetunza 500 yangu. Nimepita siku sio nikitaka ile ikopita. Nikatoa kijijini na paswa kuja Dar es Salaam kwanza. Hivyo mwana. Tuko njiani. Tunakumbuka biskuti za Santa Maria. Biskuti kama zipo. Nikanunua hizo biskuti. Nikanunua na tambi kwetu tunaita chichili. Nikawa nimeziweka kwenye mapaja. Ghafla akapanda mama na mtoto. Au anapofanyaga njiani kwamba anashuka karibu sagari limejana. Ikabidi nimpokee mtoto wake. Nimshikie mtoto. Kwa sasa wakati yule dada amefika mahali pa akushuka, akateremka mtu mwingine kwa akapata nafasi mahali pa kukaa. Ili nimrudishie mtoto wake. Nikampa mtoto wake. Sasa sio nimepata huko, nataka nianze meno ya changamke. Sioni biskuti, sioni chichi. Sasa kamuuliza mama, nilikuwa nimekaa na mama. Mama, umechukua biskuti zangu? Umechukua chichi zangu? Hakuna. Wewe mama mwenye mtoto, huko ni vitenge vyako unaondoka na biskuti zangu? Kwa vikapotea. Basi nimekuja kifo nimeanza. Sasa kule tumetoka kwenye santi ndizi na samaki. Tunakuja tunakutana na wale St. Mary's International School. Sasa mimi mpaka naogopa kwenda shule, maana wakipromosha Kiingereza hicho mimi naanza kuwaza niingie chini ya meza au baki. Lakini nilikuwa na kafimbo kamoja kakuacha kanako. Wao wanajua yes no, mimi najua hesabu balaa na nusu. Yaani balaa na nusu. Informally tunafanya mtihani hata msichana max za hesabu unatakiwa kuwa na 75. Kiingereza 80. Mvulana Kiingereza 85. Hesabu wewe na 80. Ndipo utaweza kuingia kwenye hiyo shule sina dijini. Afika sasa na mimi naogopa kwa sababu mko wangu ambaye alikuwa kama baba hapa mjini alikuwa ni mtu fulani ambaye anajulikana sana kwenye nchi. Sasa na mwenye shule alikuwa ni marafiki. Sasa ndio anawaza hivi nikifeli ya hivi naiweka wapi, yani itakuwaje? Tukafanya mtihani. Kiingereza kikana mimi nikasema sijui nichukue nilivyoandika ndio na kazi hapa kwa hiyo transfer. Anaje? Sasa kwa zile anaanza zile nikana funga macho pacha. Kaseti isusi. Sikubakisha nafasi ya wazi. Nikaja hesabu ipo kuja nikaangalia. Nikasema ingawa wametoka kwenye kilugha cha kwetu wameandika lugha za kwao. Lakini huo ndio mtihani wa hesabu tulifanya. Kwa hiyo nikanafanya hesabu kwa akili za mtihani sasa. Matokeo yametoka. Amko pia kawaida kutoka kazini akaniambia hivi yapanda kwenye gari.
Mr. Fulani ameniambia matokeo yanatoka, nikaambia Baba mbinguni siushuke tu. Siushuke tu leo kwa baba akaidi tusiende. Tukaenda. Tulipofika tu pale getini, nilisikia yes. Basi tukaenda kwenye ubao. Kama yule baba anaangalia kisa kichwa anasema haleluya. Mkono hesabu sikubatishiana moja. Hesabu kwenye Kiingereza kwenye kubatisha mimi nikapigia 90. Nasema haleluya. Kumbe na haja yake imejulikana hapa. Nikatoka na amani. Sasa yule baba akasema hivi. Kwa akili mtoto alikotoka kwenye ile shule na kutembea na vidudu na vifanikio. Umbali huu ameweza kufanya hivi tumpeleke bodi. Ashaje anzia hapo wa Kristo. Ikawa mtu wa kuzimia kila siku. Sitaki kukumbuka hiyo kesho. Ikawa mtu wa kudondoka, yani nazimia. Naweza kupigwa hukumu sizungumzi mwezi mzima unaniangalia wafuna. Yani huyu ana kiburi. Na pia akawaingia ndugu zangu, sitaki shule, ndio sentensi. Siku moja tumetoka kwenye ile kulisomea jioni, nazungumza hivi hata ukiwa unaomba uwe vizuri. Sina lengo yani hata na kukuhadisia haya kwamba nikufurahisha. Tukatoka kwenye kulisomea ile tukimalizana kwa tunaenda pepo. Nimeongea kiada na kutamazana. Kwa tulipomaliza tukapanda juu gorofani. Ghafla nikasikia sauti inasema twende. Nikatoka nje. Kaenda kwenye ukingo ule. Hicho kitu kinasema kiamrisho wala nikufu. Nikatoka juu mpaka chini. Nilijitambua siku ya 3 niko mlimani wa hospitali. Na nenepa nakuwa kama kiazi. Hakuna nguo inayotosha. Anguka. Mimi nikajizuia kuja hapa chapu na ndoo za maji. Yaani kuishi kwangu ni maji. Lakini nataka kuambia chanzo ni 5. Kwa hiyo mpendwa wangu, zile zawadi za birthday za nini za pongezi, hakikisha unaziombea kwa mzigo ujui zimebeba nini. Yaani ujui zimebeba nini. Mama yangu alizurura kila mahali alipokuwa anaelekezwa, maana nilikuwa napitishwa one time. Mwezi huu niko Bukoba, mwezi huu niko Dar es Salaam, mwezi huu niko. Mama alizunguka kila mahali lakini hakuna matokeo. Hakuna. Ilianzia kwenye miaka. Nilikuwa napigana, yaani nampiga wanaume ndio wangapi mtawapiga tu. Nafungwa kamba mikono na miguu. Kwa hiyo maana naambia wakati mwingine ukiona mtu anaomba kama kichaa, sio kwa sababu tu nimeisikia neno. Na kazi yako wengine kazi yao inajulisha. Haleluya. Sasa wengine maisha yao ni ya tambarare. Ndio maana hata mimi kiona mtu anaomba hivi naona kama vile kama vile kichaa. Mimi na hasira zangu za sibebe. Bwana Yesu asifiwe. Shida ilianzia kwenye 500. Kafika mahali nikamwambia mama, kama nikufa niache nife, maana sasa kama umezunguka uganga wote umemaliza, kila kona umeenda, hakuna matokeo. Kona yangu ilikuwa ni kanisa la Mabati, Buguruni kwa mchungaji sana. Ndiko siri nilipokuja kufichuliwa na ndugu zangu wakaamini kwamba sio nakifanyisha kwamba sitakishwi. Ndipo mapepo yalipanda na kutapika, nikazitapika zile misukuti za miaka na chichini zilizopotelea kwenye mapacha. Unakula unapewa nguo, kumbe umepewa mauti. Mimi nikapewa 500, kumbe nimepewa jini. Huyu mtu ana kitu tushakiona, tunataka kumtumia kwenye ufalme wetu. Kwa hiyo akiondoka huyu atutaka. Lengo ni pale pale. Sisi sasa hivi ndio kwa mchawi kweli la ngapi? Yaani ningekuwa mchawi kweli ya ngapi sasa sijui. Wao wanataka kuitumia. Sasa wewe kwa kwako mtoto anapewa vitu gani na unaona sawa? Hata kama tu na rafiki yako, rafiki yako anakuambia
hizo zawadi. Mimi sina shida na zawadi, sawa, ombea. Niliwapa mfano hapa ambapo hatuchomoki kabisa. Kila wenye maduka yao wao ujue wana miungu gani. Tunapoendaga kule unabadilisha nguo, unajaribisha nguo ya kwanza, ya pili mpaka ikutoshe ujiangalie kwenye kioo sema hii imekaa mahali sahihi. Walishajaribisha wangapi umeondoka na nini? Azingine tunakuta kabisa na kuwa na uchafu kabisa kwa na uchafu. Ina maana zinatuonyesha kwamba tushajaribiwa na wengi. Hivyo viatu tunavyoingiza tunaacha wamejaribisha wangapi? Watu wa Mungu karibia vitu vyote katika Torati kusafishwa na pasipo kumwaga damu hakuna mbele. Yaani kwa mstari tu uachilia kwenye hiyo nguo ili nijaribishe mimi. Ndio napata tatizo. Ndio napata shida. Kwa hiyo vifungo vingine tunavyo chanzo chake ni nguo na zawadi tulizopewa. Zawadi. Napoteza zawadi kwenye birthday yako. Sawa, nashukuru sana. Hiyo mbele kwanza. Mimi ambao nabatikaga labda kwenda kwenye sendofu zao au kwenye chanipati zao na waambiaga si lazima mimi, lakini zawadi zote mtakazopewa kusanya wewe kwenye chumba kimoja, msizifungue mpaka mtoke. Yaani mimi nitawatumishi waombee ndipo uzifungulie. So nakuwa na kimwemue, unafungua hapo hapo mtu anabadilika akili, siku mbili ndio hayuko ishanguni. Chanzo chake zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo nguo inaweza ikabeba roho. Unapoenda dukani kujaribisha nguo, nyunyiza tu basi. Iko damu ya Yesu ya kunyunyiza, na nyunyizia damu ya Yesu kwenye nguo, kujaribisha. Ikutosha ondoka nayo. Kwa sababu kuna watu wengine maduka ya kwao wanategemea nyota ya kwako ili waendeshe biashara zao. Kwa hiyo kwenye kuingia kujaribisha na kuacha ndipo na hata nyota yako na utaelekeza kwenye hiyo duka linalotaka nyota yako. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Yesu. Nguo inaweza kubeba roho, nguo inaweza kubeba ugonjwa. Kwa hiyo zile zawadi hasa umejifungua, tunamfanyia shughuli nyingi mnaita shughuli korokocho gani? Haya, sawa. Ombea. Sawa. Ombea hizo zawadi. Sio tu nguo tu, kwa sababu ni nguo kaleta shangazi. Sawa, ni shangazi yake. Shangazi anataka nini? Ombea. Takasa hiyo nguo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kazi ya nguo. Kwa nini umevaa nguo hapa? Yaani wewe kwa nini umevaa nguo? Kujistiri, jambo jingine kupendeza. Nguo inabadilisha mwonekano, si? Asubuhi nilivaa hivi, jioni nilivaa hivi na niona tofauti. Kwenye kile kitabu cha Mwanzo, walipokula tunda wakafunguliwa macho, wakajiona wako. Kwa hiyo nguo zinatustiri kuficha. Sasa kuna mavazi tumevishwa kutokana na wao wanachotaka. Kuna mtu akikutazama asema ni kiburi, lakini wewe unajijua sina kiburi, lakini kuna vazi ambalo umevishwa ambalo kila mtu akitazama anaona. Kuna wadada wengi mkitazama mnaonekana mmeolewa na wake za watu. Kwa nini? Kuna vazi ambalo umevishwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wengine akiona mzee kataka kuolewa utaelewa, lakini unaonekana bibi vazi ambalo umevishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo ukifunikwa, yaani ukija hapa ukaja na kitenge ukanifunika. Okay, tuchukulie wale wakati wanaenda kutoa labda mahali, sio wanawafunika wale mabinti, wanaweza kuweka mabinti kama watatu, wanamwambia bwana harusi njoo uchague. Sasa ukifunikwa unabadilika muonekano ule wa awali uliokuwa nao. Kwa hiyo unaweza ukaletewa vazi
ukapewa nguo ambayo ukivaa hata tu ile kujadilisha tayari ushabadilisha muonekano wako. Ulikuwa unaonekana hivi tayari ukawa unaonekana hivi. Kuna watoto wanakutana, ndio hivyo nimesema, mwazuie kuvaa masweta ya wenzao huko. Asubuhi nimewaambia mtoto wa dada yangu sio wa jirani, wa dada yangu ni mapacha hao wote watoto wa kiume. Lakini mmoja chanzo ni nini? Biskuti ambazo mtoto alikuwa akipewa na bibi yake ukienda mpe. Kwa nini wanakuja na masweta ya wengine kwenye mabegi yao na mnawaacha? Kwa nini anakuja na madaftari ya wengine mnawaacha? Charaza hata kidogo, mimi Mungu na charaza kabisa. Anakuja na vipenseli na vingine na vingine. Kwenye kubadilishana kwa kuna kitu kinabadilishwa, kinachukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali, yani usikubali. Zawadi imekuja, ombea. Mtoto wako hakikisha abadilishane mtu na kitu chochote. Yani wafundishe tu kama wanasema ni wachoyo basi, kujulikana. Haleluya. Nimesema maisha yetu tunaishi kwa kujamiana. Haleluya. Haleluya. Ile kitabu cha Mwanzo nimekutajia sura ya 3, utasoma kuanzia mstari wa 9. Kazi ya nguo au vazi ni ili kujistiri, kukupendezesha, kuficha uchi au aibu. Vazi unalolivaa linabadilisha muonekano. Ndio inaonyesha huyu anaonekanaje. Kuna mtu anaweza akavaa hivi kabaije, mbona kavaa kaaba. Kinachoonyesha kwamba huyu ni kaaba ni nini? Vazi alilovaa. Mbona huyu amevaa kama anaenda beach? Anakuja kanisani kama anaenda beach. Vazi ndio inaita hiyo sentence. Huyu amevaa hizi mavazi hapa, bado amevaa kama anaenda msibani. Kinachozungumziwa hapa ni vazi. Yaani ndio linatoa sentence kwamba huyu mtu ni nani, anaenda wapi. Ndio maana unaweza kusema haya mavazi wanavaa mapadri, wanavaa wachungaji, wanavaa wainjilisti. Haya mavazi wanavaa madaktari. Ai nguo ya jeshi. Siwezi kukuta na mtu mwingine anaivaa. Na maana kiona tu hili vazi, huyu mwanajeshi. Kiona tu hili vazi, huyu daktari. Sasa wewe tukikuona tunaona nini? Na hilo vazi ukiwa nalo wewe hujui kama kuna kitu kipo ndani yako. Wewe hujui. Ila sisi tunaokutazama ndio tunaokuona. Nikitaka huyu rafiki yangu hapa aonekane kama bibi harusi, nitaenda kumshonea nguo ya kii. Na watoto wanapenda sana Cinderella. Kwa hiyo nitampiga Cinderella na kichanue, anaonekana kama bibi harusi. Kitakachomtambulisha kwamba ni bibi harusi ni nini? Ndio maana watu wengine mnautaka mmevaa shera. Yafunga ndoa, yafanya nini, lakini mnauta mmevaa shera. Umeshaolewa tayari na wenye ulimwengu wa roho ni mke wa mtu. Haleluya. Kwa hiyo jifunze hata kama uoni kujiombea, kuvua kila vazi lililovishwa kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza ukavishwa vazi la magonjwa. Unaweza ukavikwa vazi la kukataliwa. Yaani wewe unapokwenda unakataliwa tu. Yaani unazushiwa tu mavitu ya ajabu hata moja fanya. Lakini kwa sababu ya kile ambacho kimeachiliwa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kile kitabu cha Ufunuo 19. Na hili vazi uvai mwenyewe, unavishwa. Uvai mwenyewe unafanyeje? Unavishwa. Huyo mtu anayekuvisha kutokana na anachokitaka ndio anaamua vazi unalolivaa. Kama nilivyotoa mfano kwamba nikitaka mtoto wangu aonekane kama bibi harusi, nitamshonea Cinderella kanguo keupe, kimtazama mnamuona kama bibi harusi. Kitabu cha Ufunuo Yohana 19:11 nasema, kisha nikaziona mbingu zimefunguka, na tazama farasi mweupe, na yeye aliyepanda aitwaye Mwaminifu na wa Kweli, naye kwa haki alihukumu na kufanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ila yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochovya katika damu, na jina lake aitwa Neno la Mungu. Naye amevikwa. Kumbuka kwenye mwanzo Mungu aliwatengenezea mavazi, akawavika. Hapa anayezungumziwa ni Yesu, amevaa vazi.
amevikwa vazi. Kitabu cha Ufunuo hiyo sura ya 4. Sura ya 4 mstari wa kwanza. Soma kwanza mstari wa kwanza, sema baada ya hayo naliona na tazama mlango umefunguka mbinguni, na sauti ile ya kwanza niliyoisikia kama sauti ya baragumu ikinena nami, ikasema panda hata huko nami nitakuonyesha mambo ambayo yanabudi kuwako baada ya haya. Na mara nalikuwa katika roho, na tazama kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti, na yeye aliyeketi alionekana mithili ya jiwe ya sipi na hakiki, na upinde wa mvua ulizunguka kile kiti cha enzi, akionekana mithili ya zumaridi, na viti vile vingine vinne vilivyozunguka kile kiti cha enzi, na juu ya kile kiti naliona wazee 24 wameketi, wamevikwa mavazi meupe, wamevikwa mavazi meupe, wamevikwa. Kumbe hapa mavazi tunayozungumza atujiviki, tunavishwa kwenye ulimwengu wa roho. Tunavishwa kwenye ulimwengu wa roho. Naweza kupewa gauni kabisa hili, kumbe nimeshafungwa sanda. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ukao ukijua kwamba lazima uhakikishe kwamba unaombea hizo nguo zako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuvalishwa vazi la kukataliwa, vazi la magonjwa, kuchukiwa, hasira, umaskini. Kama tumeona hapo kwenye Ufunuo 4. Kwa hiyo ukivua unavaa. Angalia kitabu cha Zakaria. Zakaria ile sura ya 3 tunaenda kuomba. Zakaria sura ya 3. Zakaria sura ya 3. Mtaniuliza huyo alikuweje? Kitabu cha Zakaria sura ya 3 nasoma kuanzia mstari wa kwanza. Kisha akaonekana Yoshua kuhani mkuu, yani askofu, mchungaji mwinjilisti, amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kuume ili kushindana naye. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemee ewe shetani, na Bwana aliyechagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Yuko kanisani, yani ni mchungaji, ni askofu, ni mtume. Basi sasa Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa amesimama mbele ya malaika. Naye huyu akajibu akaniambia, akawaambia wale waliosimama mbele yake, akasema, mvueni nguo hizi zenye uchafu, mvueni nguo hizi zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Mavazi machafu yalipelekea shetani kushindana naye. Kwa hiyo unaweza ukavishwa vazi ambalo linapelekea magonjwa yatoke kwako, umaskini, mateso. Kwa hiyo anasema mvueni, jifunze kujivua kila vazi, hata kama ulioni. Najivua vazi la magonjwa, najivua vazi la umaskini, yani vua hayo mavazi. Na ukisha vua usibaki uchi, jivishe vazi zuri la thamani, la sifa na la afya njema. Amen. Tukivuaga kuwa tubaki uchi, tunavaa tena. Kwa hiyo ukivua vazi hili unavaa vazi hili. Nikivua vazi la mgonjwa navaa vazi la afya. Rohoni na inaonekana kabisa nimevaa. Tumeelewana Tumeelewana vizuri. Tumeelewana wapendwa. Kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya 52. Ni mistari naizungumza kila siku hapa, nafikiri na wewe ushaikadiri sana kichwani, maana mstari sidhani kama kuna siku nikuja hapa sijausema. Isaya 52 mstari wa kwanza anasema, amka jivike nguvu zako Sayuni. Jivike mavazi yako mazuri, jivike. Uwezi kuambiwa vaa mavazi mazuri kama ulikuwa umevaa mazuri, na maana kuna mavazi machafu umevaa.
Na maana hapo uvue na ujivike mavazi mazuri. Yerusalemu mji mtakatifu, kwa maana tokea sasa akitaingia ndani yako asiyetahiriwa wala aliye najisi. Jikumute mavumbi uondoke uketi Yerusalemu, jifungue vifungo vya shingo yako, binti Sayuni uliyefungwa. Hii mistari yote inakuzungumzia wewe, sio nabii hapo wala mtume wa askofu na mchungaji na mwinjilisti. Wewe usika mwenyewe kupambana. Amen. Usiwe mvivu kutafuta maarifa. Jaza maarifa, hatua zingine pambana mwenyewe. Haleluya. Hatuangamii kwa kukosa maombi, tunaangamia kwa kukosa maarifa. Ukishapata maarifa, songa mbele kwa jina la Yesu. Andika na hiyo, iongeza, sisome, utasoma mwenyewe. Isaya hiyo 61 mstari wa kwanza na wa tatu. Isaya hiyo mstari wa kwanza na wa tatu. Zaburi ya 30:11 utasoma mwenyewe. 30:11. Nataka nikutajie hivi vipengele sasa, tuingie kwenye kuomba. Dakika kama dakika 20 zinatosha kuomba. Jinsi ya kutoka katika vifungo vya rohoni. Nataka nikumegee kwa pengele kidogo. Jinsi ya kutoka katika vifungo vya rohoni. Jinsi ya kutoka katika vifungo vya rohoni. Kumbukumbu la Torati ile 12 tumesoma. Mstari wa kwanza kuanzia hapo. Kumbukumbu la Torati 12. Kumbukumbu la Torati 12. Ule mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tena hizi ndizo amri na hukumu mtakazotunza kufanya katika nchi ya Bwana Mungu wenu kumiliki. Hakikisha mnavunja madhabahu. Ukiona mtu anayetuombea zaidi, mwambie asituombee, muda wa kuomba unakaribia. Kwa nini mtu anasinzia mnamwacha anasinzia? Mwamsheni. Sawa, ameandika. Sisome huo mstari, utasoma mwenyewe nyumbani. Zakaria 1:18-21. Mmeiandika sana, andika hapo ipongezee tu. Wewe si ni mfua chuma unaenda kutawanya. Hakuna namna utatoka kwenye vifungo kama wewe sio mtu wa mapambano. Zakaria 1:18-21. Zakaria 1:18-21. Zakaria 1:18-20. Wewe ni mfua chuma, lazima ufanye mapambano, lazima utawanye. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ile sura ya 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8 nasema, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Lazima ujifunze kuvunja kazi za ibilisi. Maana nimesema vifungo vinaweza kuvunjwa, vinaweza kufunguliwa, vinaweza kupasuliwa. Kwa hiyo hizo lugha zote sio lugha za kubembeleza, yani sio lugha za kurelax, ni lugha za mapambano, za kijeshi. Kwa maana Yesu alidhihirishwa ili azivunje kazi zote za nani? Za ibilisi. Amen. Isaya 42:22 tutaanzia hapo kuomba. Lakini kabla tujaenda hapo, nataka uombe maombi haya mawili. Isaya 42:22. Tutasoma huo mstari utakaotupa maombi. Watu wa Mungu, nimesema kila kifungo unachokutana nacho, usichokiona, kuna aliyegharamia. Unajifunza kulipa gharama. Jifunze kulipa gharama ya maombi, ya sadaka, ya muda. Sawa? Kila kitu unachokiona, hicho kibaya, hicho usichokipenda, kuna waliogharamikia. Wewe unafikiri mpaka huyu ananipa 500 na geuka kuwa mateso yangu ya kielimu? Unafikiri ilikuwa ni kirahisi tu amechukua 500 tu amelipa? Au mpaka kwenye madhabahu kwa wameenda wameroga usiku?
Jifunze kulipa gharama. Wakristo hatupendi kulipa gharama, tunataka vitu vitokee tu. Yaani tukiwa tu tumefumba macho na amka, gari liko hapo, nyumba iko hapo, kiwanja kiko hapo, yaani kila kitu kiko hapo. Ndio kwa hivyo. Yaani kama unajua kwamba Yesu ili tu akukomboe wewe, ilimbariki sana na ni mwana wa Mungu. Alizokubariki nazo hizo baraka zote za roho ili zije mwilini zinakuhitaji na wewe. Jivike nguvu, anakuambia. Ujivike nguvu ya kumega ugali, ujivike nguvu ya kuonyesha fasheni ya kutembea. Unajivika nguvu ya kufanya vita. Haleluya. Utoke kwenye ishu ya kuombewa, kuwa mtu wa kuomba. Hivyo kidogo leo naomba dakika 2, una mtumishi mmoja alikuwa anatuchekesha. Alifika mahali alikuwa anajiona yani mimi ni mwombaji hatari, yani mimi mimi mwombaji. Lakini akaja akasema leo ngoja mimi naye niita mwombaji, niangalie kwenye maombi yangu natumiaga vile. Akajigundua kumbe kuomba kwake dakika 15 maombi yameshaisha na anajua ile mwombaji. Sasa anaanza kuwa na state kwamba leo nitaomba nusu saa. Hata ikifika kwenye ile dakika 15 iliyozoea maombi yakakata, anaanza kuita Yesu asante, asante Yesu asante. Ili asitoke hapo mpaka nusu saa ifike. Akatoka kwenye nusu saa akaja kwenye saa. Sasa hivi ni mzamiaji mzuri sana kama masaa 8. Haleluya. Lakini ni kwamba alidhamiria. Sisi tunataka vitu vitokee tu kirahisi. Hakuna kitakachotokea wapenzi. Akipo nikwambie tunanisikitie moyo. Na hakuna nikwambie ukweli. Nikwambie tena ukweli. Hakuna atakaye kuombea wewe ili ubadilishe historia yako. Hata unichukia nimekwambia. Nasema hivi, hakuna atakaye kuombea wewe ili kubadilisha historia yako. Kwa nini nasema hivi? Nisingekwambia hadi niliyopitia hiyo ya kupewa 500, ulikuwa unajua? Kwa hiyo mimi siwezi kujua historia yao. Siwezi kujua kwao wamepita wapi. Siwezi kujua maisha ambayo ameyakinai kwamba hapa. Na ndio maana hata wachungaji wa Injili, mitume, manabii hawajaletwa ili wakutoe kwenye vifungo. Wamewekwa kwa ajili ya kukamilisha watakatifu. Mahali nilikopungukiwa, ninajua Mungu hapa, mbona sielewi natokaje. Nikienda kwa mtumishi yeyote, usiende tu kwa lengo la kuombewa ili uondoke na amani. Nenda akupe maarifa namna ya kutoka hapo. Anayekwambia kila siku njoo nikuombea na kugeuza kuwa mtumwa. Usikubali kuwa mtumwa. Omba. Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa. Lakini kuna yaani kuna mtu anajua kwamba mimi nimebarikiwa, nina pesa. Kwa hiyo anajua nitaenda kwa mchungaji, nitaenda kwa mjilisi, nishatoa sadaka yangu, akishaniombea basi. Yesu Kristo akaishi na sisi. Ana shida na hizo pesa, nikwambie tu kweli. Ana shida na hizo pesa. Kwa nini? Mungu haombi kwamba nikishatoa sadaka Mungu atageuza. Ni kweli. Sadaka inatengeneza connection kati yako na Mungu. Lakini unatoa hiyo sadaka ukiwa umeweka nini? Anasema nikusanyeni wacha Mungu wangu alifanya na mimi agano kwa njia ya takatifu. Zaburi ya 50:5. Ni agano unafanya, lakini usiseme nikishatoa sadaka ni vifungo vyote vinaondoka. Wewe swali la kujiuliza. Na wengine wanasema mimi kisha nimeshaokoka, sizidi, siibi, sifanye nini? Mbona mna matatizo gani? Yesu Kristo anamfufua nani? Lazaro. Anamuita Lazaro njoo, anatoka. Lakini anaachia maagizo, mfungueni. Yeye msema mfungua, ataendelea kubakiana na mfungue. Kuokoka ni jambo moja wapendwa katika Kristo. Kufunguliwa katika mateso na urithi mbaya, mambo ya ukoo na familia, ni jambo jingine. Ndio maana tunataka mtu ameokoka lakini anazini, anasema ameokoka na leo anadondoka kwenye dhambi kile itoko leo. Ni kwa nini? Kuna vifungo vimemshikilia asivyoviona kwa macho. Kwa hiyo mpendwa, ukitaka kutoka hapo, usiishi maisha ya kutetea, ishi maisha ya mapambano. Haleluya. Wote tuweze kuwa wanajeshi, lakini jitahidi basi uwe mwombaji. Amen. Unapata muda angalau wa kujiombea. Sema wiki siku fulani nitaokoka sana. Siku fulani nitaokoka kwa siku fulani nitaokoka kwa. Unapata muda. Wala hata walisali Mungu. Kulingana kwa mimi muda wangu umebana ni kweli. Lakini hakikisha kama sasa naomba dakika 10 sasa ngeze tena kwa siku nzima uwe na masaa yako mawili
ya mstari mmoja basi baba. Wakati wenzako wanaenda kula ofisini, wewe ndio ambaye unataka hizo dakika 10. Omba. Haleluya. Amen. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Yesu. Simama tu. Nguo bwana nguo, jifunze kuombea nguo zako. Zawadi ikiletwa usipokee tu ukasema yani usipeleke kwa kweli na ndio kukupatia safi sana. Anajua kukupatia lakini hakikisha unaombea ile zawadi uweze kujua ni nini ambacho kimelengwa. Kama mbona nimesema sasa anaweza kawa ana shida lakini akapointiwa kwenye kitu ambacho una shida nacho. Hicho ambacho una shida nacho kama ndio. Kuna mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda. Niwaambia ambaye aliishi kuzidi miaka 22. Sababu ya kuingiza mpaka kuingia kuzidi. Shetani anakunasa kwenye kile kitu ambacho unashinda nacho sana. Yeye alikuwa yani anatamani, aliumwa sana kama anatamani kula ubwabwa. Yani ale ubwabwa la kisambu, lakini familia ni maskini sana. Wakajikuta wamejiingiza kwenye mambo ya kuzimasu. Pia wako hivi. Ndio mlango wa kuingia kuzini. Lakini kupitia tu ule uhitaji, yani kama vijana, yani mtu anaenda tabani na tembea kwa kweli ya hela. Sana ninazokota hilo begi. Tabani ukota mtu wako. Hivyo unaposema hivyo, shetani anavisikia sana. Atakuletea hilo mtu kweli. Subiri cha moto. Kwa wazazi wako utawaona nani? Shetani hakupi chakula. Na mtumishi mmoja anapenda kutumia sentensi kwamba dunia haikupi unachotaka, itakupa ulichokipigania. Ile kwamba Biblia imesema nitajenga nyumba nzuri nikae ndani yake. Jiulize mbona hujamaliza kujenga? Mbona tunajenga kwenye nyumba tuna majazi na madirisha zina nini zimepauka. Wakati Mungu anasema tutajenga nyumba nzuri tukae ndani yake. Kwa nini tunaishi kwa kususu? Ile kwamba Biblia imesema ninatakiwa kujenga nyumba nzuri nikae ndani. Sio jambo rahisi kujenga ile nyumba. Mpaka nipigane vita. Ndio maana nasema kushindana kwetu sisi unashindana na nani? Juu ya falme mamlaka wa kuagiza mapepo mbaya. Tunatafuta kuvuka, kumbe yeye umeshatolewa mpaka kama familia. Anasema unaenda wapi? Ni kweli ni wa hapa. Ni kweli ni wa hapa. Pambana ili ushinde. Hayo ndio yapitia wewe watoto wako wasipite. Amen. 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 Sema Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa neema yako ulionikirimia. Nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Naenda kwenye ulimwengu wa roho. Ninavua kila vazi. Kama tunaongea tunafanya ishara, mnafanya wapi? Kwani wanaona mdogo mnakuaje, wanaona wajua na kuvuana. Vua, hiyo ni ishara, ni kitendo cha rohoni kinafanyika halisi. Amen. Kama hivyo hiyo basi ivuke litoke. Anasema navua. Unalia wapi sasa navua? Okay basi navua kwa jina la Yesu navua. Kuna nguo inavuka. Inavuka. Sipa kama kuna zipu nifungue zipu, nitoe kama ni shati, kama ni gauni nitoe, sio? Kwa unaposema navua, onyesha basi uhai kwamba una uhai. Sawa. Mimi hata mzipo niita tena lakini basi mimi niwaambie tu kweli. Vua. Haleluya. Amen. Sema Yesu Kristo. Nakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Na kwenda kwenye ulimwengu wa roho. Kila vazi lililovishwa ninavua kwa damu ya Yesu. Ninavua vazi la magonjwa. Ninavua vazi la umaskini. Ninavua vazi la mateso. Vazi la madeni. Vazi la kukataliwa. Vazi la kuchukiwa. Vazi lolote nililovishwa ninavua. Hiyo mauti ninaivua kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Haya kazana vua. Vua mavazi uliyovishwa kwenye ndoto. Vua hizo sanda. Vua hizo shera za kipepo. Hizo mavazi yote ambayo walituvisha kwenye ulimwengu wa roho. Tunavua magonjwa.
Nisikilize. Hii vazi nilovaa limefunika mwili wangu. Kuna viumba vionekani vimefunika. Kwa hiyo kuna vifuniko vingine vimefunikwa. Kama ambavyo unaweza ukaletewa kifuniko wakafunika kwenye mlango wa duka lako. Watu wakipita waone kile ambacho unakiuza. Na maana kama vazi limefunika, hauwezi kuniona viungo vingine wakiniwekea. Tuseme hivi, unaweza ukakuta sehemu nyingine wanaweka kama pazia. Ukienda wanavuta ili wanaliondoa ile pazia, ndio unaanza kuona ndani. Sasa kile kifuniko kinachofunika kinabadilisha muonekano. Kuna waliofunika biashara zenu zikawa hazionekani tena, au zikabadilisha muonekano. Badala ya kuona nguo wanaona pilipili, badala ya kuona karoti wanaona nyanya chungu. Kuna dada mmoja alikuwa anafanya biashara hapo Segerea Cement. Akawa ananiambia, mimi wenzangu wote wanakuja wanauza wanamaliza, mimi kila siku vitu vyangu vinauza. Yaani vitu vyangu vinauza. Akamwambia basi twende tuombe. Tukaenda kufanya maombi pale Segerea Cement. Na wao wanaopanga vitu. Tukafanya maombi tukamaliza. Kesho yake mama mmoja akampata akisema, "Ujue nilikuwa nakushangaa sana. Wewe wenzio wanauza hapa makaroti, mahoho, njugu, sijui njegere, sijui. Yaani wewe ni pilipili tu." Kumbe maskini analetaka mateka ya nyanya na karoti. Lakini wanaopita wanaona pilipili. Wewe kila siku unamwaga pilipili kwako? Si hapana. Ina maana wamefunika wamebadilisha muonekano. Kwa maana wengine mnauza nguo tukipita tunaona vifaa vya umeme. Na tunakushangaa, hivi kweli? Hiyo like yote watu wanauza nguo na kaona weke hapa vifaa vya umeme. Sio kweli, hata vifaa vya umeme ndio amefunikwa. Sisi waonaji ndio tunaona vifaa vya umeme. Na wanasema hiyo vazi ukivishwa, wewe ujioni kama una kiburi, tutakuona una kiburi. Wewe ujioni kama mzee, tutakuona kama mzee. Ndio maana wengine wanapigwa mavazi, wanabadilishwa mavazi, hata waume zao wanawaona kama wazee. Yaani mwanaume anajisikia hivi, huyu ndio yule leo. Jamani, wewe unaangaa maiti. Kumbe ushapigwa tukio la ajabu jamani. Kwa hiyo tunaenda kuondoa vifuniko vilivyotufunika. Na kuondoa kifuniko, binti, ondoa na kwenye sura yako tuone. Haleluya. Ondoa uonekane. Sema kwa jina la Yesu. Kila kifuniko kilichonifunika kwenye ulimwengu wa roho ninakipasua kwa jina la Yesu. Ninaondoa kifuniko chochote kilichofunika maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwenye sura yangu, kwenye miguu yangu, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ulimwengu wa roho kilichowekwa kwenye bidhaa zangu, kwenye ulimwengu wa roho ninakiondoa hicho kifuniko kwa jina la Yesu. Kwenye hizo mashine ninaondoa kifuniko kwenye ulimwengu wa roho na pasuka. Anza kupasua vifuniko vyao walivyokufunika na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Vinapasuka kwenye ulimwengu wa roho na pasua kwenye ulimwengu wa roho vifuniko vyote vilivyofunika sura zetu, vilivyofunika bidhaa zetu, vilivyofunika biashara zetu, vilivyofunika masomo ya watoto wetu, vilivyofunika akili zao, fahamu zao kwenye ulimwengu wa roho na pasua kila kifuniko kilichofunikwa kwenye sura yao kwa damu ya Yesu. Na kunua na pasua kila kifuniko kwenye ulimwengu wa roho ninakipasua kwenye biashara, kwenye ardhi yangu, na kiondoa kila kifuniko walichonifunika nacho kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ile bidhaa, kwenye zile mashine, kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Yes. Ondoa kifuniko kwenye fahamu
Omba ombi kwa ajili ya watoto wako. Kama una watoto, shika tumbo, shika kiuno, ombea watoto wako. Imeandikwa mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kila aliyeinuliwa na kuzimu kufuatilia watoto wako kuharibu tabia zao, watenge sasa hivi kwa jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, nakwenda kwenye ulimwengu wa roho. Yeyote aliyeinuliwa kuvuruga akili za watoto wangu, afya za watoto wangu kwenye ulimwengu wa roho, ninawatenga sasa. Ninawatenga sasa. Kwa kuwa imeandikwa mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Baba, kwa jina la Yesu, kila mazungumzo, kila marafiki walio kwenye maisha ya watoto wetu wanaokusudia kuharibu hatima yao, tunawatenga kwa jina la Yesu. Maana imeandikwa, tokeni kati yao mkatengwe nao. Nasi tunawatenga kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Tunawafarakanisha kwenye ulimwengu wa roho. Tunachafua semi zao kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Na watenga watoto wangu. Anza kuwatenga, anza kuwatenga, anza kuwatenga na marafiki wabaya. Watenge marafiki wabaya. Watenge na marafiki wabaya waliolenga kuharibu hatima zao katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Mpe Bwana Yesu makofi. Anza kumwombea, tokeni kati yao katengwe nao. Kuna walioingilia hapo katikati wanaovuruga mambo. Haleluya. Baba, ukiona mke wako haeleweki, ingilia kati. Kuna aliyeingia hapo katikati anayevuruga. Sawa? Mama, ukiona mambo hayajaenda, enda na wewe rohoni, tenga kabisa. Mazungumzo mabaya huharibu tabia. Ukiona tabia zimeanza kubadilika, ujue kuna mtu hapo katikati siburi. Haleluya. Aya, Isaya 42, tukapige tu hapo kidogo. Isaya 42:22. Nataka kuomba vizuri. Kama una Biblia, iangalie kabisa Biblia yako. Utakuwa unaomba sawa sawa na kilichoko hapo. Usiombe kwa sababu mimi nimesema sema. Omba kilichoko hapo. Imeandikwa hivi, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Ni nini kimeibiwa kwako? Kuna kilichoibiwa kwako hapo na vilivyoibiwa. Vyote viko sawa. Ukiona viko sawa, wewe niombee mimi. Sawa? Wewe kwako kama viko sawa, niombee mimi. Wewe sema Bwana Yesu, msaidie mtumishi, kila kilichoibiwa kwako kirudi. Asema kilichoibiwa na kutekwa. Ni nini kimetekwa? Na wote wamenaswa katika mashimo. Magonjwa ni mashimo, madeni ni mashimo. Ukiona baba anapita njia zingine ambazo sio sawa sawa, ujue hilo ni shimo. Maana kahaba ni sawa na shimo refu. Kiingia huko kutoka sio rahisi. Kwa hiyo msaidie tu kumtoa. Amen. Wamefichwa katika magereza. Umefichwa wapi? Gereza lipi? Kwenye ulevi, kwenye nini? Kwenye magonjwa. Hapana. Wamekuwa mawindo. Ni nini kinawindwa? Uchumi wako unawindwa. Magonjwa yamekuja, lakini kinachowindwa ni uchumi. Wala hapana okoaye. Wamekuwa mateka, wala hapana asema irudishe. Tunakwenda sasa. Naenda kazini, Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, neno lako linasema watu hao ni watu walioibiwa. Baba, kwa jina la Yesu na kwenda kwenye ulimwengu wa roho, kila kilichoibiwa kwenye maisha yangu na kwenda sasa kikaachiliwe. Yeyote aliyeiba kila haki yangu anaiachia kwa damu ya Yesu. Aya, sasa nenda, wewe ndio unayejua kilichoibiwa. Mwambie kila aliyeiba cha kwangu anakiachia. Kuna wateja wangu wameibiwa, hawaji tena kwenye duka lako. Ambia waachiliwe kwa jina la Yesu. Hiyo afya iliyoibiwa, hiyo kazi iliyoibiwa, hiyo amani iliyoibiwa, ambia inarejeshwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kilichoibiwa kwenye maisha yangu kinaachiliwa, 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 kinaachiliwa. Kazi ziachiliwe, biashara
anayejalia hapa. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Kila haki yangu iliyotekwa kwenye ulimwengu wa roho na kwenda sasa ikaachiliwe. Malaika wa vita, wale ambao ni wepesi kunitendea kazi, neno na watuma sasa kwenye ulimwengu wa roho. Kila kilichotekwa, kilichocha kwangu, rejesha sasa, rejesha sasa, rejesha sasa. Anza kuamrisha malaika wafuate. Kila haki yako irejeshwe, kila haki yako irejeshwe, biashara zako zirejeshwe, ndoa yako irejeshwe, watoto wako warejeshwe, afya yako irejeshwe. Kila kilichotekwa kiachiliwe sasa, kiachiliwe sasa. Piga hao walinzi, piga hao watekaji, piga hao waliosimama kukuzuia usitoke huko ulikowekwa kizuizini, katika jina la Yesu. Piga, 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 piga hayo mapepo yanayoshikilia, yanayozuia kwenye ulimwengu wa roho, ili usitoke hapo ulipotekewa, ili usitoke hapo ulipofungwa kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Walinzi wanapigwa, walinzi wanapigwa, walinzi wanapigwa kwenye ulimwengu wa roho, wanaachia vyakweto vilivyotekwa. Ndoa zimetekwa, biashara zimetekwa, afya zimetekwa, miguu imetekwa, kazi zimetekwa, katika jina la Yesu. Hizo tenda zilizotekwa, hizo promotion zilizotekwa, zinaachiliwa, zinaachiliwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Sema Bwana Yesu, kila shimo nilikotupwa, nilikodumbukizwa na kwenda sasa, mahali hilo shimo liliko, ninatoa kila kilicho cha kwangu kwenye ulimwengu wa roho. Maana umesema wamenaswa katika mashimo. Baba, kila shimo lililoninasa linaniachia kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Malaika wa Bwana wakanisaidie kunitoa kwenye hilo shimo kwa jina la Yesu. Ayaanza kutoa kila kitu cha kwako. Ninatoa vya kwangu kwenye shimo, kwenye hayo mashimo ya ulevi, kwenye mashimo ya uzinzi, kwenye mashimo ya madeni. Natoka sasa, natoka kwenye mashimo, natoka kwenye mashimo, natoka kwenye kila shimo. Natoa watoto wangu, natoa mume wangu, natoa ndoa yangu, natoa afya yangu, natoa utumishi wangu, natoa jina langu kwenye hilo shimo walikofika, walikotupa biashara yangu, walikoweka picha zangu, walikoweka ndoa yangu, sauti yangu kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu. Kwenye kila shimo tulikonaswa, tunatoa, tunatoa vya kwetu, tunatoa vya kwetu, tunatoa vya kwetu, tunatoa vya kwetu katika jina la Yesu. Tunavitoa, 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 tunavitoa. Tunawatoa watoto wetu kwenye mashimo ya ulevi, tunawatoa kwenye mashimo ya bangi, tunawatoa kwenye mashimo ya ushoga, tunawatoa kwenye mashimo ya usagaji katika jina la Yesu. Tunawatoa, tunawatoa, tunawatoa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Naomba nisikilize. Wazazi wa hapa mmenionyesha picha ya kwamba mfundishi watoto kuomba na wala hapa nyumbani ya mwananchi. Mtoto anayeshindwa kurudia kinachozungumzwa, kama sio kiburi basi hajazoea. Wanaona kuna watoto hapa kama vile wako bichi. Ni kwa sababu ni vitu vigeni. Mfundishe mtoto kuomba. Sikiliza, mimi wanamwambia watoto wangu, yaani ukija kunipa elezo lako sijui yako unafanyaje, swali la kwanza unajua utaulizwa umeomba. Siwaombee, omba. Yaani wafundishe wasiishi kwa sababu upo. Kesho haupo je? Umedondoka huko. Mimi niliuliza swali wakati nimetoka kwenye gari ya watoto wangu walikuwaje? Sasa ndio tunakukuta kimwende. Watoto wataishia, wafundishe kuomba. Hata kama ni maneno matatu, wajue kuyarudia wao wenyewe. Haleluya. Ndivyo hatutawauza kwenye manyumba ya utumwa, kwa sababu wao watakuwa wanamjua Mungu wao. Amen. Amen. Kwa hiyo ukikuona mtoto umekaa kama uko bichi, inafanyaje? Simama, rudia.
kile ambacho unasikia kinazungumzwa kwa sababu hachunguzi. Haleluya. Anasema wamefichwa katika magereza. Nilishawapa siri ya gerezani kwa hiyo ukiomba utasema na vile gereza kuna walinzi wa kumute, piga pakua, piga wote. Haleluya. Sema Bwana Yesu. Kila gereza nilikofichwa mimi na hatima yangu leo hii wananiachia. Walinzi wote wanaolinda hilo gereza la magonjwa na kukataliwa na kusaulika na kuchukiwa la madeni, leo hii walinzi naniachia kwa jina la Yesu. Napeleka radi, napeleka tetemeko, napeleka ngurumo kwenye ardhi, kwenye ulimwengu wa roho, mahali hilo gereza liliko, misingi yake ikatikiswe. Ninatoka kwenye hilo gereza. Haya, anza kutoka kwenye gereza. Natoka na watoto wangu, natoka na ndoa yangu, natoka na utumishi wangu, natoka na afya yangu. Msana ulizwa ni akina nani watakao kwenda? Anasema na wazee, anasema na watoto, anasema na kondoo, anasema na mbuzi, anasema na watoto wetu na kila kitu cha kwetu. Tunatoka nacho kwenye hayo magereza walikokuwa wametuweka walinzi wa kipepo wanaotulinda kwenye ulimwengu wa roho, ili tusitoke. Wapigwe haki, wapigwe kwa jina la Yesu. Wanaotulinda gerezani wakung'utwe, wanaolinda gereza la madeni, gereza la magonjwa, gereza la maskini, wanapigwa kwa jina la Yesu. Piga hawa walinzi hawana huruma hao. Piga na silaha zao, 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 piga na silaha zao kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunawapiga kwenye ulimwengu wa roho, kila gereza. Tunatoka na watoto wetu wa kike na watoto wetu wa kiume, tunatoka nao kwenye uzinzi, tunawatoa kwenye bangi, tunawatoa kwenye ushoga, tunawatoa kwa damu ya Yesu, kwenye hayo magonjwa ya kurithi. Tunatoka hayo madeni yanatuachia. Tunatoka karama sekata rapaka ya masa resakata rapakando rapasalia imakanda ya masa resakata rapekolia resakara resaka repekolia risakata rapo ramasa rikando. Tunatoka na watoto wetu, tunatoka nao kwa damu ya Yesu. Ndio Bwana, tunatoka nao. Yamandara basa resa kata bandara basa rapo koria rimos rapa shaka risaka resa kata rapo koria risa kata yama rimos shandara basa rika sakata. Magereza yoyote yanavunjwa milango yake, vunja hiyo milango, milango ya gereza ivunjwe, milango ya magereza ivunjwe, milango ya magereza ivunjwe yote katika jina la Yesu. Tunabomoa na kuta na misingi yake inatikiswa kwa jina la Yesu. Rasa kata yama rapo koda risa kata rapa koda risa kata. Walinzi wapigwe, au wanapigwa, wanaolinda hayo mapepo yanayolinda hayo magonjwa, hayo mapepo yanayolinda madeni, hayo mapepo yanayolinda kukataliwa, kwa jina la Yesu yanapigwa na kuharibiwa kwa moto wa Bwana.
kata, oria mashanda, oria masea, omba kata, mitego yao inavunjwa, inavunjwa, inateguliwa kwa damu ya Yesu. Hiyo mitego inavunjika, inavunjika kwa jina la Yesu. Rapasaya, mandarabakoya, rikasaka, rapo sakata, katika jina la Yesu. Ropo saka, resakata, mandarabasaya, oria mashanda, kota kasa, katika jina la Yesu. Sikia lugha hii. Hapa tunaenda kwenye kutekwa. Lugha ya kutekwa ni rahisi sana kuielewa. Hakuna anayetekwa kirahisi hivi. Niambie huyu nimemteka. Anayetekwa anapelekwa mahali anasogezwa kwa anafungiwa mahali sawa. Kwa hiyo popote nilikotekwa, kila kilichotekwa, biashara yako inaweza ikatekwa, kazi yako inaweza ikatekwa, watoto wako wanaweza kutekwa, wewe unaweza ukatekwa. Nimesema vifungo tunavyozungumza navyo ni vya rohoni. Nje tutakuona unatembea, lakini niambie una nini cha kutuonyesha hapa tukivute? Na nini? Naishia tu kupata hela ya kununua unga na nguo basi. Hata tunavipata kwa mateso sana, kwa kutaabika mno. Na mkono kwa Bwana. Sema Bwana Yesu. Kila kilicho cha kwangu, kilichotekwa leo, kiachiliwe, kiachiliwe, kiachiliwe. Maana imeandikwa, ulituokoa, kutuamisha, ukatutoa kwenye nguvu za giza, ukatuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wako. Leo hii, kila kilicho cha kwangu, kilichotekwa, kinatolewa huko mahali walipokiteka. Ziwe ni fahamu, iwe ni kazi, iwe ni biashara, ni watoto, ni afya yangu, viachiliwe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aya, nenda kwenye ulimwengu wa roho. Kila kilichotekwa kiachiliwe, na waliotuteka wapigwe kwa jina la Yesu. Wanapigwa wachawi, wanapigwa waganga, walioteka eneo hili, walioteka watu, walioteka moyo wa ibada, walioteka utoaji wa sadaka, walioteka maendeleo ya watu. Waganga wote wapigwe, washirikina wapigwe, warozi wapigwe, warozi wapigwe, watuchukiao wapigwe, wasiokupenda wapigwe, wenye wivu na ila wakuvutwe. Hao waliotuteka, hao waliotushikilia, hao waliotukamata, wanapigwa, 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 wanapigwa kwa jina la Yesu. Wapigwe, wapigwe, wapigwe. Mapepo yanapigwa, wachawi wanapigwa, waganga wanapigwa, wachawi wanaoroga kazi ya Bwana, walioweka uzito katika hii madhabahu wanapigwa kwa moto wa Bwana, wanapigwa kwenye hii ardhi, wanahukumiwa na miungu yao, na miungu yao kwa jina la Yesu. Kazana wewe, kazana, kazana, kazana. Yesu, Rama Shandaba, Reza Katari, Gloria Mashanda, Remosa Karabase, Imanda Rabasa. Yesu anatuachia, wachawi wanaachia ndoa zetu, wachawi wanaachia watoto wetu, wachawi wanaachia kazi zetu, wachawi wanaachia afya zetu. Waume zetu wanaachiliwa, wake wanaachiliwa, watoto wanaachiliwa, mikono inaachiliwa, miguu inaachiliwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rapaka Yesu, popote walikotekwa kwenye bangi na ulevi, popote walikotekwa kwenye uzinzi, popote walikotekwa kwenye wizi, hapo wanaachiliwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Mpe Yesu makofi. Ni mstari mmoja ulikuwa unatumia kuomba hapo. Msilikuwa natumia na hapo nakatiza sawa.
Kwa hiyo ukiniambia sina cha kuomba, tutakushangaa kwa nini nakuja bila upendo. Mungu akikufungua huwa anakurejeshea. Sasa nenda mbele za Bwana, mwambie kile kicho cha kwako kirejeshwe. Sasa hapo wewe ndio unayejua, yaani Mungu anakujimilia kama tunapoenda kwenye maharusi. Unakuta wamesimama tu wanakuachia mpaka kwenye ndani yako. Unataka Mungu akurejeshe nini? Kama ni afya, mwambie Baba nirejeshe afya yangu, nirejeshe ndoa, nirejeshe kazi yangu, nirejeshe wateja, nirejeshe. Mwambie Mungu rejesha, sema hakuna wewe wala asemaye rudisha. Virejeshwe, virudi, ni wewe utakayesema hapo, sio jirani. Simama, umekaa. Kama una matatizo, usije ukapata shida kwa sababu yangu. Kama una shida ya kukaa, weka tu. Sema Mungu Baba, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninakushukuru kwa kunifungua na kuniweka huru. Kila haki yangu iliyokuwa imekamatwa jioni ya leo irejeshwe sasa, irudishwe sasa, irudishwe sasa, kwa kuwa imeandikwa mwizi akikamatwa atarejesha mara 7. Nami naenda kwenye ulimwengu wa roho, yeyote aliyekuwa ameiba na kukamata vya kwangu na kuvizuia mahali popote, leo hii anarejesha. Kazi zangu zinarejea, wateja wanarejea, biashara zinarudi, amani inarudi, afya inarudi. Haya, mwambie Bwana akurejeshe sasa. Sisikii watu wanaomba, wanaotamani kurejeshewa, ambao Bwana awarejeshe kibali kazini, awarejeshe wateja kwenye biashara zao, awarejeshe amani kwenye nyumba zao, awarejeshe afya, awarejeshe kibali, awarejeshe neema na upendeleo, awarejeshe kuinuka, awarejeshe uelewa wa watoto wao, aturejeshe kibali kwenye wito wetu, aturejeshe vipawa vilivyokuwa vimeibiwa, aturejeshe karama zilizofungwa mahali, aturejeshe vya kwetu. Wateja wanarejea kwenye biashara, tutauza sana katika jina la Yesu. Vya kwetu vinaachiliwa, vilivyokuwa vimekamatwa kwenye ardhi vinaachiliwa, miguu zinarejeshwa, mikono inarejeshwa, amani inarejeshwa, upendo kwenye nyumba zetu vinarejea katika jina la Yesu Kristo. Chochote cha kwangu kinarejea katika jina la Yesu Kristo anazaitalia hai. Pigie Bwana Yesu makofi. Piga makofi mengi. Ongeza tena. Siri tu hiyo. Baba, wewe umeomba. Hata muda wa kusifu. Hata kama una sauti ya kwenda na kama ya kwangu, weka hata kama wito huko. Nini unajua hiyo siri kodi? Maombi wanadili nayo malaika, lakini sifa ni za Bwana. Kwa hiyo akinyanyuka yeye, automatically kile kilichokuwa na kiobea ambacho malaika alikuwa anasuasua kusogeza, kitatiki tu moja kwa moja. Haleluya. 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 Tunaanzaga na sifa na nini na nini. Siri tu utengeneza mazingira mazuri ya kusikilizwa. Kwa hiyo hata hivyo hata ukiomba